السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. leo biidhnillah tabarak wa taala tutaendelea na mada yetu ambayo tulianza wiki iliyopita, alamat الرجل الصادق في العلم. alama za mtu mkweli katika ilmu. Wale ambao walikuweko katika Jumaa iliyopita wanakumbuka kuwa mada yetu ilikuwa hii, kutaja alama za mtu mkweli ambaye anajinasibisha na ilmu. Tukataja alama mbili, lakini kwa bahati mbaya muda ulituishia. Tukasema tunasimama, tukipata fursa biidhnillah tabarak wa taala tutaendelea na mada hiyo hiyo. Na leo fursa tuko nayo, tutaendelea kutaja alama ya tatu. Al-alamatu athalitha as-sadiq fil ilmi تكون همته عالية وعزمته قوية، فهو يسير دائما في البحث عن العلم ويصبر ويتحمل أي مشقة تحصل له، لأنه يعلم لا تنال المعالي إلا بشق الأنفس ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. Alama ya tatu, mkweli katika ilmu, hima yake inakuwa ni ya juu na azima yake inakuwa ni yenye nguvu, azima ya kweli. Siku zote yeye anakwenda mbio kutafuta ilmu ya kisheria na anafanya subra katika jambo la kutafuta ilmu ya kisheria. Anavumilia kila mashaka, kila tabu ambayo inamtokea, kwa sababu yeye anafahamu ya kwamba siku zote mambo matukufu
hayapatikani isipokuwa kwa tabu ya nafsi. Nafsi idhikike ndio hupatikana matukufu, na wala hakuna namna ya kuvuka mtu akayafikia hayo matukufu isipokuwa apite juu ya daraja la tabu. Kwa nini? Kwa sababu siku zote starehe haitafuti kwa starehe, wala raha haitafuti kwa raha. Mtu yoyote ambaye anataka utukufu, mwanzo lazima apate tabu. Utukufu unakuja baada ya tabu. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مفتاح دار السعادة: وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة والملذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. أنا سيما الإمام ابن القيم wamepatana, wamekubaliana watu wenye akili katika kila umma juu ya kwamba starehe haipatikani kwa starehe, neema haidirikiwi kwa neema, na yoyote ambaye atakayependelea raha, basi raha ya kweli itamfutu. Si anapenda raha, ataikosa raha. Na kwa kadiri ya kuipanda misukosuko na kuvumilia mashaka, tabu, ndipo raha inapatikana na ladha. Hakuna furaha kwa yule ambaye hana himma, na wala hakuna ladha kwa yule ambaye hana subra, na wala hakuna neema kwa mtu ambaye hajapata tabu, hajapata shida, na hakuna raha kwa yoyote ambaye hajapata tabu. Al-Imam Ibn al-Qayyim kwenye maneno haya yote niliyosema hapa au kuyasoma, anamaanisha kwamba siku zote neema yoyote au utukufu wote unakuja baada ya tabu. Huwezi kupata starehe isipokuwa mwanzo utaanza na tabu, udhikike, utabike, udhalilike, ndio utapata starehe. Waulizeni tu watu ambao wanatafuta pesa, mwanzo unakuwaje? Wachilia mbali jambo la ilmu ambalo jambo tukufu, thamani kuliko kitu kingine chochote duniani. Nimepiga mfano wa pesa kwa sababu watu wengi wanaelewa ukiwatajia mfano huu. Sasa waulizeni wale ambao wameendelea, wamefanikiwa katika maisha, ilikuwaje mwanzo? Watakusimulieni kwamba mwanzo ilianza tabu, ilianza dhiki, alafu mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akawapa maisha. Kadhalika katika ilmu, katika utukufu, lazima tabu ianze kisha upate huo utukufu. Na yote ambaye hana subra hawezi kupata ilmu, na hawezi kuhesabika kwamba ni mkweli katika ilmu, kwa sababu daraja ya wakweli katika ilmu inakuja baada ya subra, baada ya kuvumilia njaa, baada ya kuvumilia tabu, dhiki, udhalili, ndio daraja hii inakuja. Allah subhanahu wa ta'ala wakati anaeleza kuwaeleza bani Israil pamoja na mtume wao Musa alayhi salam, anasema walaqad atayna Musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani Israil waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Anasema na kwa hakika tumempa Musa kitabu, wewe usiwe na shaka
kuhusu kukutana na huyo Musa, na tukamfanya huyo Musa au hicho kitabu, kwa sababu mufassirun wanatofautiana kuhusu dhamiri inarudi wapi, kwenye kitabu au inarudi kwa Musa. Na tukamfanya huyo Musa au hicho kitabu kuwa ni mwongozo kwa Bani Israil. Waja'alna minhum a'immatan, Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea, na tukawafanya miongoni mwao maimamu, kwa maana tukawachagua katika wao baadhi ya watu wakawa ni maimamu, wanaongoza kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaongoza kwa amri yetu, na kwamba amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, yahduna bi amrina. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema lamma sabaru, uimamu waliupata baada ya kuvumilia, baada ya kufanya subra, adha zote ambazo zilipatikana wao walitaamali nazo. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuitazama mioyo yao, akaona kwamba kuna ukweli, akawapa daraja kwamba wao ni wakweli, na akawapa cheo cha maimamu, na walikuwa kwenye aya zetu na wenye kuyakini. Al-Imam al-Allama Abdurrahman ibn Nasir as-Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi, wakati anasherehesha aya hii anasema falkitabu alladhi unzila ilayhim hudan walmu'minuna bihi minhum ala qismain a'immatun yahduna bi amri Allah wa atba'un muhtaduna bihim. والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله. أنا سامع كتاب ambacho kimeteremshwa kwao kilikuwa ni mwongozo kwa hao Bani Israili, na wale ambao wamekiamini kile kitabu walikuwa ni makundi mawili. Kundi la kwanza walikuwa ni maimamu wanawaongoza watu kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kundi la pili wao walikuwa ni wafuasi wa maimamu, wameongoka kupitia hao maimamu. Lakini akasema lile kundi la kwanza, kundi la maimamu, ndio kundi ambalo liko juu kidaraja kuliko hili kundi la pili. Daraja yake ni baada ya daraja ya utume na unabii, na ni daraja ya wakweli, wa daraja tusiddiqin, na ni daraja ya wakweli. Akasema kwa hakika hapana vingine, wamepata daraja hii tukufu ya juu kwa sababu ya kule kuvumilia kwao, kipindi wanatafuta ilmu, na kipindi wanafundisha, na kipindi wanalingania watu, kadhalika zile adha, maudhi ambayo yamepatikana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa wao walivumilia katika ilmu, walivumilia katika kufundisha watu, walivumilia katika da'wa, ndio wakapata daraja ya wakweli katika ilmu na kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukweli unapatikana baada ya subra, kwa sababu walaula almashaqqa lasada an-nas kulluhum, kama sio tabu basi watu wote wangekuwa mabwana, watu wote wangekuwa watukufu, hakuna ambaye angekuwa mnyonge, hakuna ambaye angekuwa mtu wa chini. Lakin bisabr ala shadaid wal mata'ib yu'raf man humur rijal wa yatamayyazu as-sadiquna min ghayrihim. Lakini kwa kuvumilia tabu na shida ndipo hujulikana ni kina nani wanaume wa kweli katika ilmu na kina nani wa kweli katika ilmu, kwa kuvumilia tabu na njaa na shida inayopatikana katika ilmu. Kwa hiyo ukitaka kuwajua wa kweli, tazama wapo vipi katika kuvumilia tabu wanapokuwa katika njia ya kutafuta ilmu. Ni watu ambao wanadumu katika kutafuta ilmu au ni watu ambao hawapo serious katika ilmu? Utamuona wiki hii yupo darasani, wiki nyingine hayupo, akifurahishwa huko nyumbani yupo safi ya mbele. Utasema kwamba hakuna mwanafunzi kama huyu.
akitibuliwa kidogo tu haonekani hata safu ya nyuma, akipata pesa yupo darasani, mambo ya kiumba hayupo. Hawa hawapo serious katika ilmu na si wa kweli katika ilmu. Watu ambao wa kweli katika ilmu ni wale ambao wanadumu, njaa haiwatoi katika safu ya kutafuta ilmu, shida haiwatoi katika kutafuta ilmu, siku zote wapo katika njia. Hawa ndio wa kweli. Kwa usijisifu kwamba wewe ni mwanaume eti kwa sababu unanyanyua machuma au unakimbizana katika dunia. Hapana, wanaume ndio hawa ambao wanafanya subira katika ilmu, wamekaa wakakubali kula dona na maharage yalooza au mchicha wenye wadudu. Haulai humur rijal, hawa ndio wanaume wa kweli. Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba wewe ni mwanaume wa kweli au vipi, hebu jiangalie ukoje katika subira jambo la ilmu. Unavumilia, usitake mtu akujaji. Na hili si tusi, wanaume wanatofautiana, watu wote ni wanaume, lakini wanaume wanatofautiana. Kwa hiyo jiangalie ukoje katika jambo la ilmu, ndio utafahamu kwamba wewe ni mwanaume kweli au vipi. Kadhalika utafahamu kwamba wewe je ni katika hawa kweli katika ilmu. Al-alamatu rabi'a, alama ya 4, as-sadiq fil ilmi indahu ulu al-himma fi idrak al-ilm wala yakunu min ahli al-kasal alladhina la ya'khudhuna amra al-ilmi bil-jidd. Mkweli katika ilmu siku zote anakuwa ana pupa ya juu katika kuidiriki ilmu, katika kuipata ilmu, wala hawi miongoni mwa watu ambao wavivu katika kutafuta ilmu. Hawi miongoni mwa wale ambao hawalichukulii jambo la ilmu kwa juhudi, kwa maana hawapo serious katika ilmu. Hawi miongoni mwa hao. Anakuwa ni mtu ambaye ana uluu ya juu, pupa ya juu katika kuipata hiyo ilmu ya kisheria. Jambo hili ni jambo muhimu sana, mtu kuwa na pupa katika kuidiriki hii ilmu ya kisheria. Kwa nini? Kwa sababu man talaba al-ula sahira al-layali wa man rama al-ula min ghairi kaddin adaa al-umra fi talab al-muhali. Yoyote ambaye mwenye kutafuta utukufu basi ukesha usiku kwa ajili ya kuutafuta huo utukufu. Na yoyote ambaye anayotaka utukufu alafu anataka kuupata pasina tabu, pasina juhudi, basi huyo atapoteza umri wake katika kutafuta jambo ambalo haliwezekani kulipata. Haiwezekani. Kwa lazima awe na pupa ya juu. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Jawzi katika Saidul Khatiri alipokuwa anatoa nasaha kumnasihi talibul ilmi ambaye ni mkweli katika ilmu yake, alikuwa anamwambia wa'lam annaka fi maidani sibaqin wal awqat tuntahab wala takhruj ila kasalin fama fata ma fata illa bil kasal wala nala man nala illa bil jidd wal azm. Anasema ewe mwanafunzi mkweli katika ilmu, afahamu kitu gani? Fahamu kwamba nyakati ni zenye kupokonywa ghafla, mara zimetoweka. Sasa kama jambo lipo hivyo, usijilaze kwenye uvivu, usimili katika uvivu. Pambana katika kutafuta ilmu, kuwa na jiddi, kuwa na jitihada za juu, kwa sababu wakati unakwenda na unaisha haraka. Leo kijana, kesho utajistukia ushakuwa mzee. Pambana hapa hapa. Wala takhruj ila kasalin fama fata ma fata illa bil kasal. Hakijafutu chenye kufutu isipokuwa kwa sababu ya uzembe na uvivu, na wala hakupata yule aliyepata isipokuwa kwa sababu ya jitihada na azima ya kweli. Kushamiru an sa'ir al-jidd ya ma'shar ash-shabab fi talab al-ilm falaysa al-mar'u yuladu 'alima. Jitahidini tulab al-ilm katika kutafuta elimu ya kisheria, kazeni kamba. Kwa hakika
hakuna ambaye anayezaliwa hali ya kuwa ni mwanachuoni. Aslul insan huwa aljahl, asili ya mwanadamu ni ujinga. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Hii ndio asili ya mwanadamu. Ibn Taymiyyah lam yulad aliman wa lam yakun ma'rufan fi sughrihi annahu sayakunu shaykh alislam. Hakuna jua yeye, alizaliwa kama wewe mtupu, huna kitu, lakini alitoa jitihada katika kutafuta ilmu, akalazimiana njia, akawa mkweli, hatta swara aljabal alasham yaarifu alqasi wadani. Nani asemjua Ibn Taymiyyah katika ulimwengu huu, katika ulimwengu wa ilmu? Nani asemjua? Anajulikana kwamba ni kidume, lakini je, hiyo ilmu alizaliwa nayo? Hapana. Alizaliwa hali ya kuwa hana kitu, hajui chochote. Kipindi ambacho anatoka kwenye tumbo la mama yake Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, alikuwa hajui chochote kama wewe wakati unazaliwa, lakini akakaa chini, akapinda goti, akasoma mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku ilmi. Kwa usikate tamaa, na wala shetani asikuchezee kwamba haiwezekani kuwa kama shekhe fulani, wala haiwezekani kufikia malengo. Yawezekana. Kwa nini siwezekane? Yawezekana biidhnillah tabaraka wa taala. Acha uvivu tu, huo ni uvivu. Shetani anakumaliza kwa sababu ashakujua kwamba wewe ni mvivu, ndio maana anakutia mawazo kwamba haiwezekani wewe kufanana na shekhe fulani, haiwezekani wewe kufikia malengo yako. utlubil ilma wala taksal fama ab'ad alkhair ala ahli alkasal wahjur an-nawm wahassil faman ya'rif almatluba yahqir ma badal واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. pita katika njia utafika biidhnillah tabaraka wa taala. Wewe pita kwenye njia utafika biidhnillah tabaraka wa taala kama walivyofika wale ambao wewe unawajua. Kadhalika kwa wazee, sheitani asiwachezeeni, labda akakwambieni kwamba sasa mimi au wewe ushakuwa mzee, itakuwaje? Kweli yawezekana wewe ukasoma alafu ukawa shekhe? Yawezekana? Akakwambia bwana haiwezekani bwana, akakutia fikra kama hii. Yawezekana kwa sababu maswahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hao walisoma hali ya kuwa ni wazee na wakawa ni ulama, wakawa ni mashaikh. Lakini wale waliokuja baada yao, nani asemjua? Al-Imam Salih ibn Kaisani ametafuta ilmu hali ya kuwa ni mzee, akawa ni katika ahadu fuqaha al-Madina, mmoja katika wanachuoni wa fiqh ambao wanategemewa katika mji wa Madina, na wengi tu kina Imam Ghunjar Isa bin Musa, lakini pia Abul Fath al-Razi, kadhalika Imam al-Kisai. Yeye alisoma nahwu hali ya kuwa umri ushakwenda, lakini akatoa jitihada, mwisho wa siku akawa Sheikhul Arabia, lakini alianza kusoma hali ya kuwa ni mzee. Kadhalika al-Imam al-Izz ibn Abd salam sultanul ulama, nani asemjua? Tulabul ilmi wengi wanamjua huyu. Wakati mwanzo wa jambo alikuwa ni fakir, maindahu shay, hana chochote, lakini akaanza kusoma hali ya kuwa umri ushakwenda kidogo, mpaka akawa ni mwanachuoni, akapewa lakabu kwamba sultanul ulama. Kwa hiyo shetani, mzee asikupoteze, wala msidanganywe na shetani. Inawezekana ukasoma biidhnillah tabarak wa taala ukawa shekhe hapo ulipo. La budda min Sanaa wa in tala safar, lazima tufike Sanaa hata kama safari itarefuka, lakini lazima tufike biidhnillah tabarak wa taala. Na ikitokea hatujafika Sanaa, tumeishia hapa kati kwa sababu ya mauti, kifo ndio ambacho kimekatisha safari yetu, basi pia hakuna shida, kwa sababu itakuwa tumekufa katika njia, na hilo pia ni moja ya malengo yetu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, makamu hii makamu fupi sana. Kila ninapojitahidi kuandaa mada
niseme hii nitamaliza, lakini naona simalizi, kwa sababu hapa nikichukua alama ya 5 muda utakwenda sana. Kwa hiyo biidhnillah tabaraka wa taala tutaishia hapa. Pia kama tukipata fursa nyingine huko mbele tutakuja kumalizia au kuendeleza, lakini tuzingatie yale ambayo tunayozungumza na tuchukue kwamba ni sehemu fulani ya nasaha, sio tuwe tunasikiliza tu alafu tuyafanyie kazi. Itakuwa tumeferi, kwa sababu mtu mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtu mkweli katika ilmu ni yule ambaye akinasihiwa kuchukua nasaha. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye miongoni mwa wale ambao wanasikiliza maneno na wanafuata mazuri yake. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.